kitabu cha Injili ya Luka sura ya 17 na ya 18. Ndiyo taifa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Karibuni wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Katika kipindi hichi kinatupa nafasi ya kuendelea kulisoma neno la Mungu kwa ukaribu zaidi katika mfumo wa sauti, ambapo inakupa nafasi nzuri ya kulitafakari neno la Mungu. Pia ukipenda unaweza ukaandaa Biblia yako karibu tunaposoma, na ukawa unafuatilizia kwenye Biblia yako, inakuwa inapendeza zaidi. Lakini pia vitabu hivi unaweza ukaendelea kuvisoma pale YouTube pamoja na Facebook kwenye channel yetu ya Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Itakupa ukaribu wa kuendelea kulipata neno la Mungu. Tusali tuanze rasmi siku ya leo usomaji. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Mungu unatupa kibali wanao kuweza kuungana kwa ajili ya kusoma neno lako. Tunaamini Mungu uko na sisi katika hekima ya upendo wako. Roho Mtakatifu tusaidie, neno lako tunalolisoma liweze kutuimarisha ili sote tuendelee kuwa hodari katika utukufu wa Mungu. Hekima yako iamue kwa wingi ndani yetu ili sote tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa. Ni kitabu cha Injili ya Luka ile sura ya 17 na ya 18. Mlango wa 17. Akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake, akatupwa baharini, kuliko kumkosesha mmoja wapo wa wadogo hawa. Jilindeni, kama ndugu yako akikosa, mwonye, akitubu msamehe. Na kama akikukosa mara 7 katika siku moja, na kurudi kwako mara 7 akisema, nimetubu, msamehe. Mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha tembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu, ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii. Lakini ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe, atakayemwambia mara arudipo kutoka shambani, njoo upesi, keti, ule chakula? Je, hata mwambia, nifanyie tayari chakula, nile, jifunge, unitumikie, hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na kunywa? Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu ameyafanya aliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yale mliyoagizwa, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkuu, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza, wala hawatasema, tazama, upo huku au kule, kwa maana tazama, ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Akawaambia wanafunzi, siku zitakuja mtakapotamani kuona siku moja katika siku zake Mwana wa Adamu, msiione. Tena watawaambia, tazama kule, tazama huku, msiondoke mahali mlipo, wala msiwafuate. Kwa kuwa kama vile umeme umulukavyo toka upande huu chini ya mbingu hata upande huu chini ya mbingu, ndivyo atakavyokuwa Mwana wa Adamu katika siku yake. Lakini kwanza hana budi kupata mateso mengi na kukataliwa na kizazi hiki. Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake Mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa,
walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kibiriti kutoka mbinguni, vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa Mwana wa Adamu. Katika siku ile, aliye juu ya dari na vyombo vyake vimo ndani ya nyumba asishuke ili kuvitwaa, na kadhalika aliye shambani asirejee nyuma. Mkumbukeni mkewe Lutu. Mtu yeyote atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na yeyote atakayeiangamiza ataiponya. Nawaambia, usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Watu wawili watakuwa shambani, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wakajibu wakamuuliza, wapi Bwana? Akawaambia, ulipomzoga ndipo watakapokutanika tai. Mlango wa 18. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Wakamletea na watoto wachanga ili awaguse, lakini wanafunzi walipoona waliwakemea. Bali Yesu akawaita waje kwake, akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa kuwa watu kama hao ufalme wa Mungu ni wao. Amin nawaambia, mtu yeyote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hauingii kamwe. Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, Mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. Wazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Akasema, hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote, ukawagawanyie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo nifuate. Lakini aliposikia hayo alihuzunika sana, maana alikuwa na mali nyingi. Yesu alipoona vile, alisema, kwa shida gani wenye mali watauingia ufalme wa Mungu? Kwa maana ni vyepesi ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao waliosikia walisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Akasema, yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu. Petro akasema, tazama, sisi tumeviacha vitu vyetu vyote na kukufuata. Akawaambia, hakika nawaambia, hakuna mtu aliyeacha nyumba au mke au ndugu au wazazi au wana kwa ajili ya ufalme wa Mungu asiyepokea zaidi mara nyingi katika zamani hizi na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Akawachukua wale 12, akawaambia, tazameni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mambo yote yatatimizwa Mwana wa Adamu aliyoandikiwa na manabii. Kwa kuwa atatiwa mikononi mwa mataifa, atafanyiwa dhihaka,
Atatendwa jeuri na kutemewa mate, nao watampiga mijeledi, kisha watamuua, na siku ya tatu atafufuka. Walakini hawakuelewa maneno hayo hata kidogo, na jambo hilo lilikuwa limefichwa kwao, wala hawakufahamu yaliyonenwa. Ikawa alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Na alipowasikia makutano wakipita, aliuliza, kuna nini? Wakamwambia, Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele akisema, Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu. Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, Ee mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama, akaamuru aletwe kwake. Na alipomkaribia, alimuuliza, wataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, upewe kuona, imani yako imekuponya. Mara hiyo akapata kuona, akamfuata, huku akimtukuza Mungu. Na watu wote walipoona hayo walimsifu Mungu.